Ya asubuhi bwana. Njema. Niko vizuri. Karibu sana bwana Anuari TV na kipindi hewani ni Golden Boot. Na moja kwa moja tumekupigia kufuatia kile ambacho Mashujaa Football Club kwa usiku wa kuamkia hii leo mmekifanya, mmetikisa Tanzania. X Factor Players Jonas Mkude nungu tayari kwenye kikosi cha wazee na mapigo na mwendo. Pengine hii inaashiria nini labda Steven Dorobo? Sisi watu wa mpira tunasema kwenye timu yako unavyosajili make sure unakuwa na mtu ambaye ni zaidi ya mchezaji. Au kuwa na mchezaji ambaye CV yake ni kubwa kiasi ambacho anahitaji kufanikiwa, wanahitaji kumuuliza. Ndio maana mpaka leo Bwana Samata pamoja na kutaka kustaafu, lakini unaona nchi inakataa sistaafu kwa sababu wanaamini bado mchango wake ni mkubwa katika timu yetu. Kwa hiyo kuja kwa Jonas Mkude kwa sisi ni faraja au ni faida kubwa sana kwa wachezaji vijana ambao wanahitaji kufanikiwa. Jona ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanikiwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Tangu anaanza kucheza mpira hajawahi kucheza nje ya zile timu kubwa za Kariakoo, Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo kuja Mashujaa kwetu sisi ni faraja kwa sababu tunaamini nje na kile ambacho anaweza kadiliva ndani ya uwanja. Anaweza pia kutusaidia na kuwaweka sawa vijana pale ambapo timu itakuwa inapita kwenye nyakati ngumu, kusimama kama kiongozi wa wachezaji na kuambia tumeshawahi kupita kwenye hizo nyakati, tunaweza tukatumia mbinu hii na hii na hii kwa kushirikiana na wenzake na mwisho wa siku ikafanikiwa. Ndio, kwenye timu kuwa na mchezaji mkongwe kiongozi kama Jonas Mkude, hii inakwenda kuongeza nini labda kwenye timu kama Mashujaa ambayo kwa msimu huu tayari imekwisha anza ligi kuu soka Tanzania bara? Nafikiri nimezungumza hapo nini ambacho anakuja kukiongeza. Kiufundi kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mpira, Jona ni miongoni mwa defensive midfielders bora kabisa katika taifa la Tanzania ambao wamewahi kutokea. Ni moja kati ya wachezaji ambao wana achievement kubwa na uwezo wa kuhold team, kuituliza team, uwezo wa kupiga pasi ndefu na uwezo wa kuchagua maeneo ya kupeleka pasi na uwezo mzuri wa kushoot akiwa mbali, uwezo mzuri wa kuwaongoza wenzao na kuwashauri. Kwa hiyo ni kiungo fulani wa kisasa. Na tukizungumza kuhusu edge kama ambavyo wengi wamekuwa wakihoji, Mkude edge yake ni ya kawaida kwa sababu Jonas Mkude ni edge ya kina Mohamed Hussein Shabalala. Miaka 33. Yes, ni edge ya kina edge ya watu kama kina Himidi Mao Mkami ambao mpaka leo hii wanacheza na mtegemezi kwenye kikosi cha Azam FC. Ni edge ya kina Shomari Kapombe, umeelewa vizuri. Kwa hiyo ni aina ya wachezaji ambao bado soka letu linawahitaji, soka letu bado linahitaji kuwatumia hasa kwenye timu za daraja kama la kwetu. Timu ya daraja kama la kwetu, mchezaji kama Mkude ni mchezaji ambaye anaweza kufanya vizuri na bado akaisaidia timu kwa sababu ushindani wetu ni katika timu za madaraja ambao tunayofanana. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini ana kitu kikubwa cha kusaidia timu. Ndio, Steven Dorobo, mbali na Jonas Mkude tumeshuhudia pia mmemtambulisha mkongwe Haruna Chanongo miongoni mwa wachezaji ambao wana rekodi na historia kubwa sanjari na George Mpole, kinara wa ufungaji kunako ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2021-2022 akiwa na Geita Gold. Pengine na hili pia tunalizungumza kwa namna gani Steven Dorobo? Kwa ambao wanatazama michezo ya ligi kuu NBC Tanzania bara, anaweza asiwe na maswali mengi kuhusu Haruna Chanongo na alichokifanya akiwa na kikosi cha Tanzania Prison. Nafikiri sihitaji kumuelezea sana kwenye eneo la katikati na ubora ambao ameutoa akiwa na Tanzania Prison. Kwa aliyefuatilia anaweza akawa anaelewa namna ambavyo ana uwezo mzuri wa kuskani uwanja na kucheza. Kwa kwenye timu ya aina kama ya Mashujaa bado tunaamini ana uwezo wa kutusaidia. George Mpole no doubt kwa sababu age yake bado inaruhusu. Amewahi kuwa top scorer wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara mbele ya Fiston Kalala Mayele. Kwa bahati mbaya sana hajawa na misimu mizuri hapa katikati na ni kutokana na majeraha na kutopata nafasi sana ya kucheza. Lakini kwenye timu yetu ya Mashujaa sisi tunaamini na mchezaji aina ya Mpole huku anaweza akafanya vizuri sana kwa kusaidiana na wenzake. Lakini pia amekuja kukava nafasi ya Ismail Mgunda aliyekuwepo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa uwezo wake na quality yake anaweza kuja kusaidia timu. Msingi ni aweze kuwa na nidhamu na kumsikiliza zaidi mwalimu na aweze kuongeza kitu kwenye timu yetu.
Ndio, sawa. Ndio robo, leo tunafahamu kwamba mna mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate, watoto wa shule hawa. Pengine mpaka hivi sasa tunavyozungumza mimi na wewe, morali ikoje na maandalizi yamefikia katika hatua gani kabla ya jioni kumvaa Fountain Gate chini ya mwalimu Fred Felix Minziro? Kwanza tunawaheshimu Fountain Gate kama moja ya timu nzuri ambazo zimepata kucheza ligi kuu kwa muda mrefu kidogo. Ni wachezaji ambao ni very experienced ambao wako nao. Kwa hilo tunawaheshimu, lakini kwetu sisi maandalizi ndio kila kitu. Sasa hivi kinachofanyika ni refreshment au tunasema mental service au tunasema psychology service, kwa maana ya kushauriana. Mwalimu Josia ana tabia moja, leo kwenye kikao kabla ya mechi huwa ana tabia kuwauliza wachezaji nani ambaye anafikiri leo tukimpanga hatocheza. Yaani umezunguana na mpenzi wako au na mke wako labda mko sawa sawa, yaani ukijitazama kiakili nani ambaye anafikiri tusimpange kwenye list. Kwa wachezaji wenyewe wanajitaji, lakini pia anatoa nafasi kwa wachezaji wenyewe kupanga lineup. Kupanga lineup yao kwamba nani aanze nani asianze. Anapokea lineup za wachezaji then anafanya majumuisho na kuona yes kweli huyu na huyu kwa sababu wamependekezwa. Kwa hiyo uzuri hata wachezaji wenyewe wanajuana, wanajiona kabisa kwamba wana uwezo kupambana. Na hiyo ndio silaha yetu kubwa sana kwa msimu huu. Ndio maana nasema mwaka huu watu watapata shida sana kuifunga Mashujaa. Ndio maana sisi wenyewe tumejinasibu kuweza kupambana na kumaliza kwenye nafasi 4 mpaka 5. Sawa, Ndorobo, nikushukuru sana kwa muda wako siku ya leo ambako umeungana nasi hapa ndani ya Anuari TV, na kipindi hewani ni The Golden Boot, kipindi bora kuwahi kutokea katika ukanda wa Tanzania Magharibi. Tunashukuru ndugu.